الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين إخوة الكرام أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بالتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون أما خطبتنا الجمعة اليوم وفي الأحداث لعبرة. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba ya leo ikiwa katika unwan wa fil ahdathi la ibra, na kwenye mazingatio na kwenye matukio kuna mazingatio. Ndugu zangu katika iman, madha naani bihadhihi alkhutba, tunakusudia nini? Naani bihi, tunakusudia anna alahdatha, matukio sawaun kana tarikhia au shakhsia, yawe matukio ya kihistoria au yawe matukio ya mtu mmoja mmoja, tahmilu durusan wa idhatin, huwa yanabeba somo na mawaidha na mazingatio ambayo sasa tushiru ila anna al-ahdatha, mazingatio na mawaidha yanayoonyesha kwamba matukio dilalatan tahmilu dilalati amiqa, yanabeba ujumbe mzito, yumkinu al-istifadatu minha, ambayo tunaweza tukafaidika na ujumbe ule kutokana na tukio lililojitokeza fi fahmi alhayati, katika kuyafahamu maisha. Watu wengine hawajui maisha mpaka litokee tukio ndo wajifunze maisha. Kwa hiyo pale tunaweza tukajifunza maisha kupitia matukio wa ittikhadhi alqararati almustaqbila. Tukijifunza matukio kwa matukio, tukajifunza maisha, tutachukua maamuzi katika maisha yajayo kwa mbele, kuchukua karari kwa maisha yanayokuja mbeleni, hasatan hasa man yakhsha Allah azza wa jalla, kwa yoyote anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pindipo likitokea tatizo hilo linampelekea yeye kujifunza, na kujifunza kule ni sababu ya yeye kutambua maisha yake ya mustakbali, vipi yaendeshe maisha kwa mbeleni, vipi aishi kwa baada ya tukio hilo, anatakana aishi vipi. Hasa kwa yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, haliwezi likatokea tukio na asijifunze chochote kupitia tukio hilo, kwa sababu katika matukio hakika kuna mazingatio na kuna mauidha pia vile vile. Wayakhafu min iqabi, hasa kwa mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala,
na mwenye kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, haithu yantafi'u bil ayati wal ibari allati, pale ambako atanufaika na alama na mazingatio ambayo yushahiduha fil ahdathi, ambaye ameyashuhudia katika hayo matukio tuallimuna al ahdatha ahmiyat al ibada wad du'a wat tauba fil awqati as-sa'ba. Matukio yanatufundisha, yanatupa taaluma juu ya ibada. Yakitokea matukio ni sababu ya wengine kukimbilia kwenye ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio unaona likitokea hata lile tukio la Sadama, labda imetokea ajali ya gari, mara nyingi unaona watu wanasema, wengine subhanallah, wengine wanasema Allahu akbar, wengine wanasema la ilaha illa Allah. Likitokea tukio ni mara moja watu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuonyesha kwamba matukio yanatupa darsa mustafidha al-ibada, ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa dua, na ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa tauba, na kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala fil awqati as-sa'ba, katika nyakati ambazo ni ngumu. Ikitokea tatizo au tukio, ndio muda pekee wa watu kutubia kwenye hilo tatizo na kwenye tukio hilo. Unaona kila mmoja anaanza kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alikuwa katika maasi, anajitoa katika yale maasi na anarejea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na tukio ambalo limekwisha jitokeza. Wa fil ahdath, na katika matukio pia tuallimuna al ahdath at-tarikh, inatuonyesha matukio, yanatuonyesha historia. Tunaweka kumbukumbu na historia, kama vile ambavyo tukio la Oktoba 29 2025 limeweka katika historia na tarehe, halitofutika katika maisha ya watu, kwamba kulikuwa na tukio lilijitokeza, kulikuwa na uchaguzi na ilipatikana maandamano na fujo na vifo vya watu. Kwa hiyo kwenye matukio tunaweka kumbukumbu za tarehe ambazo hazifutiki kumbukumbu hizo. Wafahamu asbabu najah, lakini pia na kufahamu sababu za kufaulu, ili tusije tukarudi kwenye matatizo. Ni zipi sababu za kuchukua za kimaksud, tusiende tena tukaingia katika zalla, tukaenda tena tukateleza mahala tulikoteleza, tusiende tukajikwaa mahala tulikojikwaa. Kwa hiyo kujitokeza kwa matukio ni sababu pia vile vile ya kufahamu asbabu najah, sababu za kufaulu, walfashal, na sababu zilizopelekea tukafeli. Ni jambo lipi lililopelekea tukafeli? Ni jambo lipi lililopelekea tukafaulu? Na ni yapi ya kufanya baada ya tukio? Kwenye matukio kuna mafunzo haya. Watikhadhi qararati afdalu lilmustaqbal, lakini kuchukua azma iliye bora kwa wakati unaokuja mbeleni. Kama utaenda ukajikoa kwa jambo, tukio likajitokeza likakuumiza, alafu likajirudia ukaumia tena, maana yake wewe hujachukua karari za maksudi za kuepukana na tatizo hilo. Kwa sababu la yuldahul mu'minu fi jufrin wahidin marratayn, mu'mini hawezi akang'atwa na nyoka kwenye shimo moja mara mbili. Uking'atwa mara ya kwanza itabidi ujihadhari usije ukang'atwa tena na nyoka, itabidi uchukue tahadhari. Hasa inapofika mahala unang'atwa na nyoka, bado unapeleka mguu unang'atwa tena, unapeleka mguu unang'atwa tena, tunakuhukumu wewe ni mwenda wazimu. Almu'min la yuldagu marratayn fi jufrin wahid, mu'mini hawezi akang'atwa mara mbili na nyoka katika shimo moja. Katika matukio tathbitul qulub, kuna nyoyo za watu zinathibiti, zinakuwa na uthubutu. Indal azimat, yanachukua azma, nyoyo hizo zinachukua azma ya maksud. Yakunu allujubu ila Allah huwa sabilun najati alwahid, inakuwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo njia pekee ya kuwafaulisha watu na matukio na matatizo.
wal-i'tirafu bil khata, na kukiri makosa yalojitokeza ni sababu ya kukiri makosa ambayo pengine yalikuja jitokeza, wa tauba, na kutubia pia vile vile, wa yamhu al-athami, na ni sababu ya kufutiwa madhambi. Tukiwa tunakusudia al-maani al-amiqa, tukikusudia maana ya mbali ya ndani kabisa ambayo ni taisiri al-ibara ila anna kullu minha yahduth, kwamba kila jambo linapojitokeza lahu maghza amiqun, yawezekana lina liwazo kubwa ambalo ni la ndani, wayajibu albahthu minhu badala min madha, wayajibu albadalu minhu, na ni wajibu kila mmoja kutafuta badala min at-tabriri anil alfadhi adh-dhahiriyya faqat, ili kusudi asije min at-tarkiz, achukue badala min at-tarkiz, kwa kutilia mkazo na kutilia nguvu ala al-alfadhi adh-dhahiriyya, kwa matamshi ya kidhahir, isije ikawa ni matamshi peke yake bali na matendo pia vile vile, wala amalia, na kufanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa maelezo haya yote ametukusanyia kwenye matukio kuna mazingatio. Akasema yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, Allah anabadilisha usiku na mchana, anageuza usiku na mchana. Unapoondoka usiku ukaingia mchana, unapoondoka mchana ukaingia usiku, inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Huo au hayo ni mazingatio kwa wenye macho, sio vipofu. Vipofu daima wenyewe wanaona ni giza, lakini mwenye macho, na kipofu tunayemkusudia hapa kipofu alopofuka moyo wake, sio alopofuka macho, kwa sababu la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Macho hayapofuki, ila nyoyo zilizoko kwenye vifua ndio zinapofuka baada ya kwamba havipati waadhi na mazingatio kupitia matukio. Kwa hali hiyo sasa tunasema yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, Allah amesema anabadilisha na kugeuza usiku na mchana. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar, hayo ni mazingatio kwa kila wenye macho timamu. Inna fi khalqis samawati wal ardh, hakika kuumbwa kwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan-nahar, na tukio la usiku na mchana, mabadiliko hayo, la ayati liulil albab, ni mazingatio kwa kila mwenye akili timamu. Alladhina yadhkuruna Allah, wale wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'uda, kwa kusimama na kwa kukaa, wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, wakawa na ufikiria, wakifikiria juu ya uumbwaji wa mbingu na ardhi, wakasema rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Ewe Mola wetu, hujayaumba haya, hujaviumba viwili hivi, hujaweka mabadiliko haya kuwa ni bure, umetakasika ewe Mwenyezi Mungu, tuepushe na adhabu ya moto wa jahannam. Allah katuambia katika aya nyingine, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, hivi unaonaje? Alam tara, waona vipi? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ni vipi Allah aliwafanyia watu wa Ad, vipi aliwaangamiza watu wa Ad. Kuangamia kwa watu wa Adi, qaumu Ad au qaumu Hud, kuangamia kwa watu hawa ni mazingatio kwetu sisi. Kuangamia kwa qaumu Lut ni mazingatio kwetu sisi. Kwa hiyo haya yanakuwa ni mazingatio na ni ibra. Allah anatukumbusha, hivi hamuoni nini? Paka akaendelea akasema fasabba alaihim rabbuka sawta adhab, Allah aliwamiminia juu yao adhabu, aliwamiminia adhabu ya kutosha. Haya yote, inna rabbaka labil mirsad, Mola wako alikuwa katika uchunga akiwatizama. Fasbir lihukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, aliambiwa nabii wa Allah, wewe uko kwenye uangalizi wetu, usihofu, lakini hawa wote wataangamia. Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam, na waliangamizwa kweli. Kuangamia kule ni mazingatio kwetu sisi, lakini pia Allah anatuambia laqad kana fi qasasihim la'ibratan liulil absar, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab, imekuwa katika visa vyao ni mazingatio kwa kila mwenye akili timamu. Ndugu zangu katika imani, tukio lilojitokeza kwa uharibifu wa miundombinu
tukio lilojitokeza kuanzia hiyo Oktoba 29 kwa vifo vya watu, tukio lilojitokeza la wizi na mengineyo yalojitokeza ambayo yalitia zaa katika nyoyo za watu, walqalaq na dhiki, bali tukio ambalo liliwaweka baadhi ya watu ndani hawajala zaidi ya siku 3, hawana chakula, liliwaweka zaidi ya watu ndani siku 3, hawana mahitaji yao ya muhimu. Ni kila mmoja kuchukua mazingatio lisije likajirudia katika maisha, hasatan lada shabab, hasa kwa vijana. Ndugu zangu katika imani, ayuha shabab, tabueni yenye vijana. Yakulu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Malik anasema radhi za Allah ziwe juu yake, ataina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu shababa, tulimuendea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, wa nahnu shababatun, na sisi wakati ule ni vijana, tulikuwa ni vijana watupu, mutaqaribuna fil a'mal, tukikurubiana katika umri wetu ulikuwa sawa kuanzia 12, 15 mpaka 20, mutaqaribuna fil a'mal, tukiwa tumesogeleana katika umri. Faqamna indahu 20 laila, akasema tuliishi nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa tunapata darsa na mafunzo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku 20. Tukakaa siku 20 kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mtu mwenye huruma, alikuwa ni mtu mpole. Fadhanna anna qad ishtaqna ila ahlina, bwana mtume akadhani kwamba sisi tumekuwa na shauku ya kuonana na familia zetu. Siku 20 ni nyingi. Bwana mtume akaona kwamba vijana hawa kwa sasa wana hamu ya kuonana na wazazi wao, wana hamu ya kuonana na ndugu zao, wana hamu ya kuonana na marafiki zao. Bwana mtume alipoona hilo, fasaalana, akatuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, amman taraknahu min ahlina, vipi watu wenu mliyewaacha? Fa akhbarnahu, tukamueleza kwamba tumekuwa na shauku ya kuonana na familia zetu na jamaa zetu. Faqala, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, irji'u ila ahlikum, hebu rudieni kwa watu wenu, nendeni mkasalimia wazazi wenu, ndugu zenu, jamaa zenu, rafiki zenu. Irji'u ila ahlikum, rejeeni kwa watu wenu. Faaqimu indahum, mkaishi na hao watu. Wa'allimuhum umura dinahum, wafundisheni mambo ya dini yao. Mkiwa mnaishi na hao watu, nendeni mkawafundishe mambo ya dini yao. Lakini idha hadaratis sala, pindi swala ikikurubia, ukifika ule muda wa swala, falyuadhinu lakum ahadukum, mmoja wenu atoe adhana. Mtume anawapa mafunzo vijana hao, falyuadhinu lakum ahadukum, mmoja wenu atoe adhana ukifika muda wa swala. Waliya ummakum akbarukum, alafu akuongozeni yule mkubwa wenu. Waliya ummakum akbarukum, imamu wenu awe ni mkubwa katika ninyi. Kwanza aqimu swala mmoja wenu, atoe adhana mmoja wenu na aqimu swala, alafu imamu wenu awe yule mkubwa wenu, awe yule mkubwa wenu, sio yule mdogo wenu, kwa sababu mambo yakishikiliwa na wadogo matatizo yake na madhara yake ndo hayo. Ashike mkubwa wenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelimisha vijana na akawapa namna ya kuweza kuongozana, akawapa namna ya kuweza kuelekezana katika ibada na mengineyo, ili isiende ikatokea vurugu na fujo, kwa maana ya kwamba kuna utaratibu maalum wa kuwekwa katika uongozi, ili watu wasiende wakanyang'anyana uongozi, wasiende wakanyang'anyana madaraka, na taratibu zilizoko za kufuatwa ili afikie kwenye kuwaongoza watu mtu, lazima zifuatwe hizo taratibu, ili isifike mahala wakaenda wakazozana wakaleta sida katika za maisha ya dunia. Ashab au shabab, vijana, hum aswabu hayatul umma, vijana ndiyo maisha ya umma, maisha ya jamii. Wasaturun
wa sirrun taqaddamu shu'ub, vijana ndio siri ya kupata maendeleo taifa lolote lile. Likiwa na vijana ni sababu ya kupata maendeleo. Wa ummatun biduni shabab, na umma pasina vijana ummatun bila mustakbal, ni umma usiyekuwa na maono ya mbele, ni umma ambaye hautopata maendeleo katika mustakbali wao, hakuna maono ya mbele. Kwa hiyo umma wote ukikosa vijana ni umma ambaye unahesabika ummatan majita, ni umma ambaye ni maiti. Kwa hiyo umma ukiwa na vijana, kwa sababu ashababu hum rijalul mustakbal, wale vijana ndio wanaume wa kesho, wale vijana ndio tarajio na tegemeo la kesho. Fa idha hum qutilu, sasa wanapofika mahala vijana wakauawa kwa sababu ya vishawishi na vichochezi visivyokuwa na misingi madhubuti, vijana wakapoteza nguvu kazi. Wengine wana wazazi wanahitajia kulishwa, wengine wana wadogo zao, wengine wana ndugu zao, wengine wana wake, wengine wana watoto, alafu hawa watu wakakosa wa kuwahudumia kwenye miji yao kwa sababu ya hamasa zisizokuwa za msingi. Inakuwa tumepoteza nguvu kazi, sio tu kwa taifa bali kwa mji mmoja mmoja, bali yawezekana hata katika baadhi ya afradu nas, tukiachana tuna taifa. Kwa vijana ni sehemu pekee ya kujichunga na kujilinda, ili kusudi wachunge ujana wao, wautumie vyema ujana wao na hasatan, na hasa wakiutumia ujana wao kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma alqiyamah fi dhill yawma la dhilla illa dhill, watu saba watafunikwa na kivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Shabun nasha'a fi dinillah mutaallaqun bil masajid, katika hao watu ni kijana aliyekulia katika dini ya Allah alofungamana na misikiti. Lan tazula qadama abdu yawm alqiyama hatta yus'al an arba'i, hautosogea mguu wa mja siku ya kiyama mpaka aulizwe juu ya mambo manne. Miongoni mwa hayo mambo ataulizwa wa an shababihi fima afna, ujana wake kaumaliza vipi, kautumiaje ujana wake. Kwa ujana ni nguvu kazi. Hata katika dini masahaba walikuwa wakienda kupigana vita kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pindi wakiambiwa inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman, wanasema hasbunallah wa ni'mal wakeel, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadli wa lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah. Walikuwa hasa vijana ndo mstari wa mbele, vijana ndo waloleta nusra, vijana ndo waloufikisha Uislamu hapo ulikofikia, vijana ndo walikuwa wakitangulizwa, bali wengine wakijitokeza wakiwa bado ni wadogo. Mtume anamwambia, wewe lam yanbutu wajhaka ba'd, uso wako bado haujaotwa na ndevu, bado rudi nyumbani. Wewe bado hujafikia umri wa mapigano, rudi nyumbani. Akina Abdullah ibn Umar wanalia kwa kurudishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wasiende vitani, wanalia kwa sababu ni sehemu pekee ya kutafuta nusura. Uislamu umenusurika kupitia nguvu kazi ya vijana. Inapopotea nguvu kazi kizembe namna hii, haina malipo zaidi ya adhabu, kwenda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Umepoteza nguvu pasina sababu. Kwa ndugu zangu katika imani, kulingana na mazingira hayo tunasema fashabab salafuna, vijana wa wema walotangulia, aswalihin, wale walokuwa wema, qudwatul linnashiin, hao ndo watakuwa ni kiigizo kwa wale wanaotaka kuihudumia na kuitumikia dini yao ipasavyo. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil hijab. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, tukilinganisha vijana wa zama hizi na vijana walotangulia, wawema walotangulia, ambao walikuwa hawana hamasa za namna hii, ila hamasa zao ilikuwa ni kutafuta radhi za Allah na kutafuta pepo za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii dunia laibun wa lahun, hii dunia ni upuuzi na ni mchezo.
walihangaikia kuitumikia dini yao vijana. Swamu al-ithnain wal-khamis, wamefunga Jumapili, wamefunga Jumatatu na Alhamisi. Waqamu al-layla lidhikri, wamesimama usiku kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ma dhayya'u quwwatahum hamajan, hawakupoteza nguvu yao bure, bali walitumia nguvu yao kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Amma shababuna al-yawm, ama vijana wetu wa leo, fanaqulu kama yaqulu shair, tunasema kama alivyosema mshairi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Talali al-Muslimi. Talali al-Muslimi alisema, la tas'al ad-dara amman kana yaskunuha, albabu yukhbiru anna alqawma qad ra'alu, ya tariq albaba la tuqidhu muji'iha, farraqbu raha wama fi ad-dari min ahadin, ya tariq albabi rifqan hina tatruku, fa innahu la yu'addu fi ad-dari ashabi, la tatruq albabi ahla ad-dar qad ra'alu, خذ المفاتيح أيها الرجل، هذه حديقتهم بالشوك قد ملئت، أشجارها انتحرت أزهارها ذبل. alikuwa akisema huyu jamaa, ewe mwenye kugonga mlango, la tas'ali dara amman kana yaskunuha, usiulize nyumba juu ya wale waloishi ndani ya nyumba hiyo. Albabu yukhbir anna alqauma qad rahalu, mlango unakueleza kwamba watu wamekwisha ondoka. Mlango ukifika tu hapo getini, geti linakwambia hapa hakuna watu. Lakini pia ya tariq albabi la tuqidhu muji'uha, ewe mwenye kugonga mlango wataka hodi ya kuingia, usiamshe yale maumivu yalokwisha pita. Farakbu raha wama fi dari min ahadi, hakika msafara umeenda, katika nyumba hakuna yoyote aliyebakia. Ya tariq albab, ewe mwenye kugonga mlango, rifqan ina tatruku, gonga kwa utaratibu, usitumie nguvu. Fa innahu lam ya'ud fi dari ashabi, hakuna yoyote alobakia kwenye nyumba hiyo. La tatruq albaba ahli dar qad rahlu, usigonge mlango watu wa nyumba wameondoka. Khudhil mafatiha ayuha arrajul, chukua fungua ukitaka kuingia ewe mtu. Lakini hadhihi hadiqatuhum bishawkati qad mulihat, haya ndo makaburi yao ambayo tayari wamekwisha lala, yameota na majani, yamejawa na majani makaburi yao. Ashjaruha, miti iliyoko makaburini, intaharat azharaha dabilu, hakika inamea, inatoa maua. Kama ni matunda yanaota kwenye miti makaburini, hakuna hata wa kuyatumia kwa sababu wenyewe wamekwisha ondoka. Anwaruha intafat kanat maswabihu duja au sama, hakika nyumba zao taa zimezima, zilikuwa zikingarisha, nyumba zao zilingarisha mpaka juu mbinguni, walimtaja Allah usiku. Hakika wamekwisha ondoka watu hao. Tukienda kwenye makaburi yao tunakuta ni majani yamezagaa, majani yameota, hawapo wema wa namna hiyo tena. La tatruqil baba ahla ad-dar qad rahalu, usihangaika kuamsha hisia, watu wa nyumba wamekwisha toka. La tatruqil baba wamdi ayuha rajul, fanya wewe kama una haja ya kufanya mema. Ya adma al-ain man minkum yushafirni, ewe mwenye kunitoa machozi, ni nani katika ninyi anisaidia kulia. Hadha as-samaa wa biduwari al-huzni yaktamilu, juu mbinguni vilio vyao vilisikika, huzuni zao zilisikika, walimlilia Allah na walililia dini ya Uislamu iweze kusonga mbele. Kaanna sautan yunadini fa asma, kama vile sauti inaniita na isikia. Ya harisa dar ahla dara la yasiru, ewe mlinzi wa nyumba, watu wa nyumba hawajafika bado. La tas'ali dara amman kana yaskunu, falbabu yukhbiru anna alqawma qad rahalu, usiulize nyumba walokuwa wanaishi hapo ni akina nani. Nyumba mlango wenyewe unakueleza hapa hakuna watu. Maneno haya yana maana gani? Yawezekana ikawa ni kitendawili kwako. Fahadhihi alhikam, maneno haya na hikma hizi, tushiru ila anna al-alwana qad fatat, anna al-awana qad fatat. Maneno haya yanaashiria
anna al-awana qad fata, zama zimebadilika na nyakati zimepita, au anna al-abwaba lilkhair qad ghuliqat, au kwamba milango ya khairi imefungwa. Watu leo wanashindania shari tu, hawashindani mambo ya khairi. Au anna ahla alkhair walhikam qad rahalu, au ya kwamba watu wa khairi na hikma wanaweza kuwaelekeza vijana kwenye mambo ya khairi wameondoka. Wamebakia watu wa kuweza kuwaelekeza vijana kwenye hamasa za kuuawa bila sababu au kuuana bila sababu. Yawezekana wakawepo watu wakubwa lakini hawana hikma za kuwaelekeza na kuwaongoza vijana. Sasa kwa hali hiyo tunaambiwa au anna ahla alkhair walhikam, au yawezekana watu wa khairi na hikma qad rahalu, wamekwisha ondoka. La tatrukil baba innal qauma qad rahalu, usigonge mlango, watu wamekwisha ondoka. Wayuqalu aidan, na husemwa fi siyaqi anna ma madha qad madha, kwamba yalopita yamepita, yasijirudie tena yalopita. Kila mmoja achukue karari na azma kwamba yalopita yamepita na yalikuwa ni mabaya, yalichukiza, alla yatakarrara maratan ukhra, yasije yakajirudia kwa mara nyingine. Fala hajatan liturqi albabi fiha wa hiya da'watun, hakuna haja ya kuyagongea hodi tena, nayo ni ulinganizi. Liadami alauda ila ma kana, tusirejee kule tulikokuwa. Waraghbatan fi adami izaaji ad-dhukriyati al-mu'lima, na pia tusikumbushane ule usumbufu na hamasa ambazo zitaleta maumivu tena, kama walivyofanya Aus na Khazraj. Walivyoamshana hamasa zao wakaanza kupigana tena, wakaanza kuumizana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kwa msije mkarudishana kwenye maumivu tena, allati qad tuharrikuha, ambaye yanaweza yakaamsha hisia tena, almadhi, hisia zilizokwisha pita. Innal qauma qad rahalu, watu wamekwisha ondoka. Waliobakia sasa ni watu wenye kuitafuta dunia kwa hali na mali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wafiqna ila alhaqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل صلاتنا، ربنا تقبل أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.